Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu na Jamhuri ya Iran, Bwana Mojtaba Khamenei ametoa kauli yake ya kwanza baada ya kuchukua uongozi, akiwahutubia watu wa Iran, vikosi vya kijeshi, mhimili wa upinzani na nchi za eneo hilo, akisisitiza kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini pia kuendelea kujibu mashambulizi na kulipiza kisasi cha damu ya mashahidi. Taarifa hiyo imesomwa kwenye TV ya taifa ya Iran kwa niaba ya Mojtaba Khamenei ambaye hajaonekana hadharani tangu kuteuliwa kwake. Katika taarifa hiyo iliyosomwa na chombo cha habari cha taifa la Iran, imegusia vitu mbalimbali, lakini pia kubwa zaidi, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu na Jamhuri ya Iran, Mojtaba Khamenei ametoa taarifa yake ya kwanza leo Alhamisi, ambayo ilijumuisha mada muhimu za kimkakati, ikiwa ni pamoja na zile zinazohusiana na watu wa Iran na vikosi vya jeshi pamoja na muhimili wa upinzani na nchi za eneo hilo. Mwanzoni mwa hotuba yake, baada ya kutoa rambirambi zake za dhati kwa kifo cha kishahidi cha kiongozi wa mapinduzi Bwana Ayatollah Ali Khamenei, aliwahutubia watu wa Irani kwa kuelezea kwa ufupi msimamo wake kuhusu uamuzi wa baraza la wataalamu wa uongozi. Amesema kwamba alijifunza matokeo ya kura ya bunge la wataalamu wakati huo huo na watu wa Iran na kupitia televisheni ya Jamhuri ya Kiislamu, akiongeza, ni vigumu kwangu kukaa mahali ambapo viongozi wawili wakuu wa taifa hili, Imam Khamenei mkuu na Shahidi Khamenei, waliketi. Aliongeza kuwa jukwaa hili lilishuhudia kukaa kwa mtu ambaye baada ya zaidi ya miaka 60 ya kujitahidi katika njia ya Mungu na kuacha kila aina ya raha na starehe, akawa kito kinachong'aa na mtu mashuhuri, si tu katika wakati wetu bali pia katika historia ya watawala wa nchi hii, kwani maisha yake pamoja na namna ya kifo chake yalichanganywa na ukuu na heshima inayotokana na kutegemea ukweli. Mojtaba Khamenei pia amezungumzia kuhusu mkutano wake wa mwisho na baba yake Ayatollah Ali Khamenei, akisema kwamba alitembelea mwili wake baada ya kuuawa shahidi, ambapo aliona mlima wa nguvu, huku akisikia kwamba mkono wake mwema ulikuwa umekunjwa kwenye ngumi iliyobana. Kuhusu vipengele tofauti vya utu wake, Mojtaba Khamenei ameelezea kwamba wale wenye ujuzi lazima wazizungumzie kwa kina, akilizika na muhtasari huu mfupi na kuacha maelezo kwa ajili ya matukio mengine. Kwa hivyo Bwana Mojtaba Khamenei amesisitiza katika ujumbe wake ugumu wa kuchukua nafasi ya uongozi baada ya mtu kama huyo unatokana na hili, akisisitiza kwamba kuziba pengo hili kunaweza kupatikana tu kwa kutafuta msaada kutoka kwa Mungu Mwenyezi na kwa msaada wa watu. Lakini pia amesisitiza jambo linalohusiana moja kwa moja na asili ya hotuba yake, ambalo ni kwamba moja ya sanaa ya kiongozi aliyeuawa shahidi na mtangulizi wake mkuu alikuwa ni kuwaleta watu katika nyanja zote, kuinua ufahamu wao na ufahamu wao unaoendelea na kutegemea nguvu zao kivitendo, ili waweze kudhihirisha uhalisia wa umma na jamhuri, na waliamini kutoka ndani ya mioyo yao. Asali ya hili ilionekana wazi katika siku hizi chache kwamba nchi ilibaki bila kiongozi na bila kamanda mkuu wa majeshi, kulingana na Bwana Mojtaba Khamenei, kama ufahamu wa watu wakubwa wa Iran katika tukio la hivi karibuni na uthabiti wao, ujasiri na uwepo wao vilimshangaza adui na kumvutia rafiki, akiwahutubia na kusema, ninyi watu ndio mlioongoza nchi na kuhakikisha nguvu yake. Kwa hivyo jueni kwamba ikiwa nguvu yenu haitaonekana, uongozi wala taasisi zingine za serikali ambazo kusudi la kweli ni kuwahudumia watu hazitakuwa na ufanisi unaohitajika.
Kumkumbuka Mungu Mwenyezi, kumtegemea yeye na kutafuta maombezi kwanza kupitia nuru za wale wasio na makosa, amani iwe juu yao, kunaonekana kama dawa bora zaidi inayohakikisha kila aina ya ushindi na ushindi usiopukika dhidi ya adui. Ni faida kubwa unayo na ambayo adui zako hawana. Kudumisha umoja wa watu na makundi yake mbalimbali, umoja ambao kwa kawaida pili huonekana wazi zaidi wakati wa shida kwa kushinda mambo ya kutokubaliana. Kudumisha uwepo wenye ushawishi mkubwa uwanjani, iwe kama ulivyoonyesha tatu wakati wa siku na usiku huu wa vita, au kupitia majukumu ya vitendo katika nyanja za kijamii, kisiasa, kielimu, kitamaduni na hata usalama. Jambo muhimu ni kwamba kila mtu aelewe jukumu lake sahihi bila kuasili umoja wa kijamii. Katika muktadha huu, Mujtaba Khamenei ametoa wito na kukumbusha umuhimu wa kuhudhuria sherehe za siku ya Jerusalem kwa mwaka 1947 AH, ambapo kipengele cha kuvunja nguvu ya adui kinapaswa kuwepo. Uwepo maarufu katika viwanja hivyo, hasa wakati wa sherehe za siku ya Quds, lazima uwe wa kuvutia na maarufu. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu na Jamhuri ya Iran, Saidi Mujtaba Khamenei, ameweza kuzungumza hayo katika hotuba yake ya kwanza, lakini pia akikumbusha zaidi watu wasipuuze kusaidiana. Mujtaba Khamenei amesema hii ni moja ya sifa zinazojulikana na Wairan na inatarajiwa kuwa dhahiri zaidi katika nyakati hizi ngumu ambazo baadhi ya watu wanaweza kuwa wanapitia, huku ombi kwa mashirika ya huduma litoe msaada wote unaowezekana kwa watu waliowasiliwa na mashirika maarufu ya misaada. Kulingana na ujumbe wa Bwana Mujtaba Khamenei, ikiwa mambo haya yatazingatiwa, njia itawekwa kwa watu wa Iran kufikia siku za ukuu na utukufu, akibainisha kuwa mfano wa karibu zaidi wa hili ni ushindi dhidi ya adui katika vita vinavyoendelea, Mungu akipenda. Lakini pia ujumbe kwa jeshi la Iran, ametoa wito kwa jeshi kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, ambapo 20% ya mafuta duniani yanapita hapo. Kwa kauli hii, pamoja na mashambulizi ambayo yametokea tangu jana, ambapo Iran wameweza kushambulia meli za mafuta ambazo zilikuwa zinataka kuvuka mlango bahari wa Hormuz, tutegemee bei ya mafuta kupanda maradufu. Sehemu ya tatu ya hotuba ya Bwana Mujtaba Khamenei alijumuisha shukrani za dhati kwa wapiganaji jasiri wa Jamhuri ya Kiislamu, ambao katika hali ambayo nchi hiyo pendwa ilishambuliwa isivyo haki na viongozi wa kambi ya kiburi, walizuia njia ya adui kwa mashambulizi yao yenye nguvu na kumuondoa kwenye udanganyifu wa kudhibiti nchi hii au hata kuigawanya. Aliwahutubia akisema, enye ndugu mujahidina, mapenzi ya umati wa watu ni kuendeleza ulinzi wenye ufanisi na wa kuzuia, akisisitiza hitaji la kuendelea kutumia kadi ya kufunga mlango bahari wa Hormuz. Alitaja tafiti zinazofanywa kuhusu kufungua nyanja zingine ambapo adui hana uzoefu na atakuwa dhaifu sana, na hii itaanzishwa ikiwa hali ya vita itaendelea na inavyohitajika na maslahi ya vita hivi. Kwa upande wa upinzani, ameomba ushirikiano wa upinzani. Mujtaba Khamenei pia ametoa shukrani zake za dhati kwa mujahidina wa Resistance Front, akisema tunaziona nchi za Resistance Front kuwa marafiki wetu wakubwa, na sababu ya upinzani ni sehemu muhimu ya maadili ya mapinduzi ya Kiislamu. Aliongeza, hakuna shaka kwamba ushirikiano wa sehemu za kambi hii pamoja unafupisha njia ya wokovu kutoka kwa fitna ya Kizayuni. Tumeona jinsi Yemen jasiri na mwaminifu hakutuacha kuwalinda watu waliokandamizwa wa Gaza,
na jinsi Hezbollah ilivyojitolea ilivyounga mkono Jamhuri ya Kiislamu licha ya vikwazo vyote, na upinzani wa Iraq pia uliendelea kwa ujasiri katika njia hii. Katika sehemu ya 4 ya barua yake, Mujtaba Khamenei aliwahutubia wale walioumizwa siku hizi, iwe wamepoteza wapendwa wao kwa kuuawa kishahidi, wamejeruhiwa au nyumba zao na sehemu zao za kazi zimeharibiwa, akielezea huruma yake kubwa kwa familia za mashahidi waheshimiwa. Amesema hili linatokana na uzoefu nilioupata nao pamoja. Mbali na baba yangu ambaye msiba wake umekuwa janga la umma, na muaga mke wangu mpendwa, mwaminifu, dada yangu aliyejitolea, ambaye alijitolea kuwahudumia wazazi wake na kupokea thawabu yake, mtoto wake mdogo na mume wa dada yangu mwingine, msomi mtukufu kwa msafara wa mashahidi. Ametaja ndugu zake wote waliopoteza maisha: baba, mama, mke wake, mtoto wake, lakini pia paka dada yake pamoja na mume wake. Hata hivyo, amesema kinachofanya uvumilivu mbele ya misiba uwezekane hata rahisi ni kuamini ahadi kamili ya Mungu ya thawabu kubwa kwa wale walio wavumilivu. Kwa hivyo mtu anapaswa kuwa mvumilivu na kutegemea wema wa Mungu, kama Bwana Mujtaba Khamenei alivyosisitiza katika hotuba yake. Amesema tutalipiza kisasi na kulipiza kisasi kwa ajili ya mashahidi. Mwisho kabisa, katika hotuba yake akisisitiza zaidi katika kulipiza kisasi. Katika muktadha huu, Mujtaba Khamenei amethibitisha kwa kila mtu kwamba kulipiza kisasi kwa ajili ya damu ya mashahidi hakutapuuzwa, akisisitiza kwamba kisasi hiki sio tu kwa kifo cha kishahidi cha kiongozi wa mapinduzi pekee, bali kila mtu mmoja mmoja na watu wetu ambaye ameuawa kishahidi mikononi mwa adui anaunda kesi huru katika faili la kisasi. Katika barua yake, Mujtaba Khamenei amesema kwamba sehemu ndogo ya kisasi hiki imepatikana hadi sasa, lakini kwamba kitabaki wazi hadi kitakapopatikana kikamilifu, hasa kuhusiana na damu ya watoto wetu. Hata hivyo, uhalifu uliofanywa kimakusudi na adui katika shule ya Mti Mwema huko Minabu na kwingineko una umuhimu maalum katika ufuatiliaji huu, kama barua ilivyothibitisha. Pia alitangaza kwamba wale waliojeruhiwa katika mashambulizi haya lazima wapate matibabu yanayofaa bila malipo na wanufaike na marupurupu mengine, pamoja na kuchukua hatua za kutosha kufidia uharibifu wa kifedha unaosababishwa na mali ya binafsi, akisisitiza kwamba mambo haya mawili ni jukumu ambalo lazima litekelezwe na maafisa na kwamba lazima wawasilishe ripoti kuhusu jambo hili kwake. Amesisitiza kwamba adui ataomba kulipa fidia, na ikiwa atakataa, Iran itachukua pesa zake kadri itakavyoona inafaa, na ikiwa hilo halingewezekana, ingeharibu mali yake kwa kiwango kile kile. Sehemu ya 5 katika barua yake imeelekezwa kwa viongozi wa baadhi ya nchi katika eneo hilo, kama Bwana Mujtaba Khamenei alivyosema kwamba Iran ina mipaka ya ardhi au bahari na nchi 15, na Teheran imekuwa ikitaka uhusiano wa joto na wenye kujenga na kila mtu. Lakini adui ameanzisha vituo vya kijeshi na kifedha katika baadhi ya nchi hizi kwa miaka mingi ili kuhakikisha utawala wake katika eneo hilo, na baadhi ya vituo hivi vilitumika katika shambulio la hivi karibuni, Mujtaba Khamenei amebainisha. Kwa hivyo, kama ilivyoonywa hapo awali, tulileka kambi hizo pekee bila kushambulia nchi hizo, na tutalazimika kuendelea na hili ikiwa kambi hizo bado zitaendelea kutumika, huku tukisisitiza kila mara hamu yetu ya kuwa na uhusiano wa kirafiki na majirani zetu. Katika barua yake, Mujtaba Khamenei alizishauri nchi hizi kufunga vituo hivyo haraka, kwani imebainika wazi kwamba daira Marekani la kupata usalama na amani halikuwa kitu, ila ilikuwa ni uongo.
Hatimaye Mujtaba Khamenei alitumaini kwamba utunzaji maalum wa kimungu wakati wa siku hizi zilizobarikiwa ungewazunguka watu wa Iran na Waislamu wote na waliokandamizwa duniani, wakiomba ushindi wa dhati dhidi ya adui, utukufu, ustawi, na kwamba mashahidi wangepata vyeo vya juu katika maisha ya baada ya kifo. Hayo ndio mambo muhimu ambayo yapo kwenye barua hii, ikiwa ni hotuba ya kwanza ya Mujtaba Khamenei kwa dunia nzima, lakini pia kwa watu wa Iran, jeshi akituma ujumbe kwa jeshi kwamba wahakikisha kwamba mlango bahari wa Hormuz unafungwa na hakuna meli yoyote ya mafuta ambayo itapita. Lakini pia amezungumzia swala zima la kisasi kwamba lazima kitalipizwa kwa damu iliyomwagwa. Ametoa onyo kwa mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo yanaisapoti Marekani kwamba wafunge mara moja kambi zote za kijeshi za Marekani. Ni hayo tu katika hotuba yake. Sauti yangu leo nina mafua kidogo, lakini natumaini ya kwamba tumeelewa kitu gani ambacho amekizungumza katika hotuba yake ya kwanza. Tukutane tena wakati mwingine. Bye.